huwezi kuogopa. Amen. Nakumbuka wakati huo ndio nilikuwa nimeanza vuguvugu la wokovu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa wakati nimeanza, nakumbuka mwalimu wangu mmoja aliomba nimsindikize mahali. Kipindi hicho kumbuka kwamba nilikuwa ninasoma. Mwalimu wangu mmoja aliomba nimsindikize mahali. Sehemu moja wanaita kule kwa Chaga Handeni. Aliniomba nimsindikize mahali fulani. Wakati huo nilikuwa nasoma. Mwalimu wangu aliniomba nimsindikize mahali fulani. Sasa alipoomba nimsindikize mahali fulani, kumbe mwenzangu alikuwa anaomba nimsindikize akanywe pombe. Ilikuwa ni usiku kama saa 3 hivi. Sasa mimi nikamsindikiza. Nilipofika kule, kwa sababu pia ni sehemu ambayo kuna ndugu zangu, mwenzangu akaingia pale ili apate nini? Apate pombe. Alipoingia ni kwamba apate pombe. Mimi nimekaa, kuna ndugu yangu mmoja alipigania story, baadaye akasema kumbe huyo mwalimu kumbe ameingia ili apate pombe. Kipindi cha wiki pia darasa la 7. Nikasema nikamwambia mwalimu, mimi naondoka kwa sababu muda umeenda huu na mimi nataka nikajisomee. Mimi naondoka. Sema usiniache. Tukatoka wote tukaanza kuondoka. Tukafika mahali ananiambia tupite njia ya vichochoroni. Sasa ile njia ambayo ni ya kichochoroni, zile njia za vijijini vile, kuna kanjia fulani hivi kadogo zaidi ya ile ambayo tunayopita, ambako mbele kulikuwa na baa nyingine. Sasa ananiambia tupite hii njia bwana. Nikamwambia sasa kwa nini tupite uchochoroni? Si tupite hii barabara. Anasema hapana, tupite hii. Kumbe anataka aende tena aingie pale afanye nini? Azimue tena. Akaingia. Tulipopita akaingia. Sasa ngoja niingie hapa nimsaidie, sio nani yuko hapa. Nikamwambia bila kuacha. Akaingia, kumbe akapewa tena kopo lingine pale. Pombe na madhara, akaanza kunywa tena. Sasa mimi nikawa nimesogea mbele, nikawa nimetangulia na ile njia. Sasa nilipotangulia na ile njia, nikashangaa mbele nikaona vijitu vifupi kabisa. Vinasimama, alafu vinafanya nini? Vinakaa. Vinasimama, vinakaa. Vinacheka vyeusi. Vinaonekana meno tu. Sasa mimi sikuogopa. Mungu anisaidie sana. Sikuogopa. Sasa kwa sababu ya ile hali pia kuna namna ambavyo nilikuwa nimeanza kumwomba Mungu kwa ule wakati. Sasa mimi sikuogopa. Sasa lakini tu kwa sababu ile hali ya utoto nikasema mwalimu anasema tupite nje. Mimi sikuogopa vile vibwengo, ni vingi. Ndio mara ya kwanza kuona hivyo vibwengo, sikuviogopa. Na ningeweza kupita katikati yake. Sikuogopa. Sasa nikasema hivi, ili kwamba huyu asije akaniburuta tena siku nyingine, maana mimi sikujua kama ananipeleka akanywe nini, akanywe pombe. Mimi najua namsindikiza kwenye mambo mengine. Sasa ili asirudie tena, ngoja nifanye nini? Ngoja nimkomeshe. Nikawaza kumkomesha. Basi nikamwambia mwalimu twende, akasema haya twende, akaja. Sasa nikamwambia tangulia, mimi nikajidai kama nisaidie hivi haja ndogo kwa pembeni, nikamwambia tangulia. Yeye akatangulia. Mimi nikamwambia tuongeze speed mwalimu, maana muda umeenda. Akaanza kutangulia na mimi anaongeza mwendo. Alipokuwa anaongeza mwendo, akasimama ghafla. Akaita, akamwambia Michael, akamwambia nini? Ile nini? Nikamwambia mimi sijui. Watu wametangulia, niambie ni nini kilichoko hapo mbele. Akasema aligeuka spidi, ikabidi nimkwepe maana angenikumba. Alikimbia. Zile pombe zilimtoka. Alikimbia. Mimi nikawa nacheka tu. Sasa nikamwambia umekutana na nini? Anasema hapana. Eti ninakufa leo. Eti leo nakufa leo nakufa. Tukapita ile njia. Nikamwambia lakini mimi nilikwambia tupite hii njia, wewe umekataa. Ukasema tupite kwenye uchochoro kule. Maana ile sehemu kulikuwa na uwanja fulani, vile vibwengo vilikuwa vimekaa pale. Vibwengo vilikuwa vingi viko hapo. Sio vibwengo sijui. Vifupi. Nikamwambia sasa ni mwenyewe umetaka mimi nakwambia tupite huku. Wewe unasema hivyo leo nakufa jamani, leo nakufa leo. Michael, leo nakufa Michael, nikamwambia sijui kama unakufa huko. Wewe twende nyumbani. Sikuogopa chochote. Nilipofika nilala usingizi wangu mzuri, nilishukuru Mungu tu, nikaomba nikalala vizuri. Kwa nini? Kwa sababu Yesu pia alikuwa ananilinda hata wakati huo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini mwenzangu alilala na hofu kwa sababu kwanza alimtenda dhambi. Kwa hiyo akawa na hofu. Lakini kama Yesu yuko ndani yako, hauwezi kuwa na nini na hofu.